Chama kikuu cha ushirika cha Lindi Mwambao ambacho ndio kinara wa uzalishaji wa zao la ufuta hapa mkoani Lindi, mwaka huu kimezindua mpango mkakati wa kipindi cha miaka mitano kuanzia 2026 hadi 2031, mpango ambao unalenga kuongeza uzalishaji katika mazao ya ufuta, korosho na mbaazi. Sasa katika kuhakikisha mpango huo unafanikiwa, moja kati ya jitihada ambazo zimeanza kuchukuliwa ni kugawa pikipiki kwa vyama vyake vya msingi ili kutatua changamoto mbalimbali za usafiri na usafirishaji. Katika zao la korosho tunatarajia kipindi hiki cha miaka mitano kutoka tani 40,000 ambazo sasa hivi tunazalisha mpaka kufikia tani 100. Na katika zao la ufuta vile vile kutoka katika tani 50,000 ambazo sasa hivi tunazalisha mpaka kufikia tani 100,000 na. Unaona? Kwa hiyo tunategemea baada ya miaka mitano basi kwa kupitia ule mpango mkakati nadhani tutafikia uzalishaji wa mazao, kiwango hiko cha mazao ambao sisi tunasimamia. Ikiwa pamoja na mbaazi tumetoka katika tani 3,000 mpaka kufika tani 10,000 kwa mwaka 2031. Ndio maana tunaona leo tunasaidia kuchangia hata vitendea kazi katika vyama vile ili kwamba na wao wapite kwa wakulima kuweza kuhamasisha ili tuweze kufikia malengo hiyo ambayo tumejiwekea katika kipindi cha miaka mitano. Pikipiki hizo zimekabidhiwa kwa wajumbe wa vyama husika, na mara baada ya kuzipokea wakaeleza namna ambavyo zinakwenda kuwasaidia hasa katika kutatua changamoto zao za usafiri walizokuwa wakizipitia hapo mwanzo. Katika magari yetu kuna matatizo ya kwa mfano kama kupeleka pembejeo magunia na kodi, tulikuwa na kodi. Sasa kwa magunia vifungashio vinafika katika gala kuu. Sasa magari madogo yote yanakuwa hayana vifungashio. Kwa hiyo tuna kodi pikipiki ili kuweza kutatua. Lakini kwa hizi sasa tunatusaidia kwamba tunakuwa pikipiki zetu tutakuwa tunasaidia kuchukua moja kwa moja kupeleka katika sehemu zingine zinazo katika magari mengine madogo. Kwa sababu kama sisi kutoka kwetu sisi kwenda kwenye sehemu ya malipo ni kilomita 50 na zaidi, maanake tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya katibu kwenda kufanya malipo. Lakini kwa upataji wa mapikipiki haya maanake itasaidia kabisa katika chama kufanya shughuli za chama. Kupitia awamu hii ya kwanza tayari vyama 32 kati ya 61 vinavyohudumiwa na chama hiki cha Lindi Mwambao vimepatiwa pikipiki, ambapo vyama vingine vilivyosalia imeelezwa kuwa vitapatiwa kupitia awamu ya pili ambayo pia utekelezaji wake utafanyika mwaka huu. Kutoka hapa mkoani Lindi, mimi ni Omar Mikoma FM.